Historia inaonyesha kwamba Azam hawajawahi kuwafunga Pamba Jiji tangu wana TP Linda kurejea kwenye ligi kuu ya NBC. Hii inawapa morali, inawapa motisha, inawapa hamu, inawapa hamasa kiasi gani kuelekea kuwakabili Azam FC. Nakumbuka msimu wa mwaka jana, kwa maana ya msimu ule uliopita, mlipata sare Azam Complex Chamazi, lakini bao la Deus David Kaseki, lile bao moja tu ndilo ambalo liliweza kuwapa alama 3. Msimu huu tumeona sare ya mabao mawili kwa mawili. Pamba wakitangulia mapema mabao mawili, kisha baadaye Azam Jean-Jacques Kamanga Ngita kaja akafunga pamoja na mshambuliaji wao kinara kwa sasa hivi akaja akafunga kwenye mchezo ule. Pengine kuto kufungwa na Azam kwenye mchezo wowote wa ligi kuu kunawapa nafasi ya kujiamini kiasi gani kuelekea kwenye mchezo wenu wa hii leo ligi kuu NBC Tanzania bara, na inakuwa ni mechi ya mwisho? Mechi zote 3 ambazo zimepita za ligi kuu soka Tanzania bara hazina uhusiano wowote na mchezo wa leo. Mechi mpya kabisa. Azam wametoka kwenye changamoto zao kwa maana ya kupoteza mechi iliyopita. Sisi pia tumetoka kutokushinda mchezo wetu wa mwisho dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo ni sehemu nyingine ya kila mmoja anajaribu kujitafuta na kurejesha kile ambacho kimepotea. Jana tumetolewa kwenye nafasi baada ya Dodoma Jiji kuweza kushinda. Kwa hiyo tulipo sio sehemu nzuri. Kwa hiyo ni sehemu nyingine ya sisi kupambana na kurejea pale ambapo tulikuwa. With all respect, pamoja na mambo mengine yote tunaheshimu Azam ni miongoni mwa timu nzuri, wana wachezaji wazuri, lakini na wao wanajua kichwani wanakwenda kucheza na Pamba Jiji. Ziko timu za kuja hapa unazungumza unafanya utani, lakini sio dhidi ya Pamba Jiji. Tuna mwalimu ambaye ana uwezo mkubwa tofauti na walimu wengine. Kuna baadhi kuna tofauti hasa ni ya makocha, alafu kuna wasimamizi wa mazoezi. Hawa ni watu wawili tofauti. Sasa sisi Pamba Jiji Football Club tumepata bahati ya kuwa na kocha. Sio msimamizi wa mazoezi. Alafu kuna wahamasishaji. Kwa hiyo ligi yetu ina makocha yani ina watu wa aina 3. Kuna wasimamizi wa mazoezi, kuna makocha, alafu kuna wahamasishaji. Kwa hawa ni watu 3 tofauti ambao wapo kwenye vilabu vyetu. Waswahili wanasema ogopa Mungu na teknolojia. Na fact ninazo. Huko usemi ambao unasema makocha wameajiriwa kwa ajili ya kufukuzwa. Upo. Which is muda ukifika utakuja kusema kwamba huyu ni msimamizi wa mazoezi. Wewe sasa mimi nakwambia hizo tofauti 3 ukizijua kwanza ndio tunaendelea. Tuendelee. Kwa hiyo sisi tuna bahati kwamba tuna mwalimu ambaye anajua anachokifanya, ana uwezo wa kudevelop talent ya mtu mmoja, ana uwezo wa kutengeneza timu. Ukikaa hapa unasema bana ile timu inacheza kwa mfumo huu na huu.